sasa hivi. La mwisho kabisa, ushirikiano wa walimu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam upoje? Kwa sababu nimeliona kuna siku huwa mmetenga kukaa pamoja kama walimu na kula pamoja na kunywa pamoja. Hii inawasaidia kwa kiasi gani kustawisha umoja wenu? Inasaidia sana. Kwa sababu gani? Walimu hapo kabla ya utaratibu huo kulikuwa kuna farakano ya kurushana maneno, fulani atunga vizuri, atungi vizuri, ajui muziki. Yani hivi unakuepo, unajua kama kiushindani, unakuwa kwa ushindani fulani. Sasa tukaona hapana, sio vema. Walimu sasa tuje pamoja. Tukae pamoja. Itokee siku moja ile Jumamosi ya kesha la Pentekoste, walimu wakae pamoja, washinde pamoja, wasali misa ya pamoja, wale wanywe, wafurahi. Na kutoka pale sasa wakaanza kuwa nashirikishana vipaji. Basi kumbe yeye ikaonekana imesaidia sana kuwaleta pamoja, hasa walimu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Wakaunda na grupu lao, nyimbo wanapeana mle, wanajadili mambo yao mle, akipata mtu shida ile wanapambana nayo mumu. Sasa tumeona majimbo mengine wameiga, mpaka sasa hivi kuna grupu la taifa. Unakuta kuna grupu la taifa, na tena walimu huko wanasaidiana huko, na nyimbo zinatumwa nyingi mno. Wanashirikishana vipaji, wanaambia hapa umekosea, ungefanya hiki, na mtu anarekebika. Hivyo inakwenda. Kwa hiyo imekuwa msaada mkubwa sana. Ndio. Hongera sana mwalimu. Mwalimu, tukushukuru kwa muda wako, tukushukuru kwa kuja. Tukupongeze pia kwa unyenyekevu. Kuna jambo moja umelitamka hapa kwamba kabla hujaja umemwambia paroko unakuja huko. Ni unyenyekevu mkubwa sana, kwa sababu wewe ni mmoja wa watoto wake. Kwa sababu baba akiwa kwenye parokia, padri wako, wale wote waamini ni watoto wake. Pengine unaweza ukaja huko kaongea jambo ambalo lisilo, akasema nani alikwambia uende? Ukaona sio vyema, ukaja mwenyewe ukampa taarifa. Hongera sana, ni unyenyekevu mkubwa sana. Tunakushukuru mwalimu, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amen.